Kwa hiyo yeye kuongea kwake ni anaona kama ni anapona. Amefika mahali uwezo wake unashikiliwa na mtu yoyote. Kwa hiyo akutana na kondakta anaweza kumsimulia, akutana na mtu mwingine kwenye daladala anaweza kumsimulia. Yaani yeye anaongea tu shida zake zozote kwa kila mtu. Huyo mtu na yeye ameshafika mahali uwezo wake wa kufikiri umefika mwisho. Ana shida, yeye mtu anakuwa yuko sawa sawa. Sasa na kwa sababu ya kutokujua tu, ndio maana tunaambiwa wana saikolojia wapo, wanatakiwa kutusaidia kwamba mtu unatakiwa pia kutunza mambo yako. Kumwambia kila mtu sio maana yake itakupa suluhisho. Wakati mwingine ndio inazidi kukuongezea changamoto. Kwa sababu sio kila unayemtolea faragha zako ana uwezo wa kuzihimili na kuzibeba. Mwingine hawezi kuvumilia. Kumbuka rafiki, hata kama ni rafiki yako ana rafiki yake, rafiki yake ana rafiki yake, rafiki ana rafiki yake. Kwa hiyo mtu hawezi kuzitunza. Ni namna tu ambavyo watu tunatakiwa tuelewe. Sasa unakuta mtu wa namna hiyo, lakini baadaye analalamika kwamba mambo yangu watu wanayapeleka nje. Sasa nani anayapeleka nje kama hujatoa nje? Mtu hawezi kuzungumza asichokijua. Mtu hawezi kuzungumza asichokijua. Kabisa Danger. Na wakati mwingine tunakaribisha maadui sisi wenyewe kwa sababu tunashindwa kutunza faragha zetu. Kwa sababu hata adui huwa anataka anachokiona. Hivi dada Angel, mtu atakuja tu atakwataka hajaona kilichopo ndani yako. Sio rahisi. Adui anakuja anakwataka anasema Angel ni MC mzuri sana. Kwa nini awe MC mzuri? Yaani wewe MC mzuri kwa nini awe Angel? Angel ni mtangazaji mzuri sana. Sasa ameona kile cha kwako kwamba hicho ndo anakuja kukiataka. Kwa hiyo hata maadui tunawatengeneza wenyewe kwa kutoa faragha zetu sisi wenyewe. Kwa mwisho wa siku na shetani anapitia humo na hao watu wanakuwa wanaendelea. Usiseme watu wanatangaza mambo yangu wameyapata wapi. Kwa mtu anaweza kawa hajijui kwamba hiki ninachokifanya kwamba mimi naonekana kama nina matatizo na matatizo kichwani kwangu, kwa sababu sio mtu ambaye anapenda kuwa na utulivu, anayependa kujifunza, anayependa kusoma maneno ya Mungu. Kwenye maneno ya Mungu kuna kila kitu. Hivyo unajua neno la Mungu lina kila kitu. Linakufundisha kila kitu. Maisha yote yako mle. Kwa hiyo ukipata utulivu, hata kama uko nyumbani unasoma maneno ya Mungu, yanakuongoza kwamba hiki nifanye, hiki nisifanye, hapa niwe na utulivu, hiki niongee, hiki nisikiongee, hiki ni nani niwe na mpaka naye. Na nikikutana na mtu niongee nini na kitu gani nisiongee. Kwa hiyo kutunza faragha wakati mwingine ni vitu ambavyo tunajifunza. Watu wapende tu kujifunza maarifa, wajue ni namna gani natakiwa kuweka mipaka kwenye vitu vyangu. Zipo faida za kutunza faragha. Kama mwingine anakuambia wewe ni msiri sana. Tatizo wewe ni msiri sana, usiwe hivyo. Sasa kuna faida zake kuwa na Ziko faida sana. Yaani na Angel, kama tumeongea mwanzo, unajua wakati mwingine vitu vyako kiviweka mwenyewe unakuwa na amani Ni kweli. Unakuwa tu na amani ya moyo wako. Unakuwa una siri zako umezitunza wewe mwenyewe. Watu wanakuamini pia. Watu wanakuamini, mtu anaweza akaja akakulilia, akakupa shida yake. Yes. Kwa hiyo faida zipo nyingi tu. Japokuwa sio kila kitu lazima ukitunze. Kwa mfano labda mgonjwa, share. Huwezi kuficha maradhi yako kabisa, kwa sababu unaweza ukawa na maradhi yanakutesa ukamshirikisha mtu mwingine ili upone. Lakini vile vitu ambavyo unaona nikivitoa nitadhalilika kwa watu na kuviweka public sana, hivyo ndo hapana. Na pia kama mzazi, kama walimu na jamii kwa ujumla, unapomwona mtoto wa mwenzako anafanya kitu kibaya ambacho kinakwenda kumletea athari, na mwambie. Yaani jamii tusinyamazie kimya. Tusinyamazie kimya kwa sababu kwani mimi ni mtoto wangu, hata akipotea mimi itanisaidia kitu gani? Hapana, mwambie mtoto maadili yako 1 2 3. Wewe sema, mzazi wake akichukia, maana siku hizi wazazi hamtaki tuguse watoto wenu. Yaani hata unakuta mtoto wa jirani anakupita hawezi kukusalimia. Yes, na wakati mwingine mzazi anaona kama mtoto asalimie na anaona kitu cha kawaida. Lakini sisi kama jamii tusifumbie macho vitu tunavyoviona. Wewe sema kwa nafasi yako, utakuwa umesema. Umeeleweka vibaya au umefanyaje, lakini wewe kwa Mungu umetimiza wajibu wako wa kumwambia kwamba Bwana, hiki na hiki tunatakiwa tukitunze, hiki na hiki kinatakiwa kiwe na mipaka. Haya ni kwa manufaa yako wewe hapo baadaye. Kwa hiyo sisi kama wazazi, sisi kama walimu, sisi kama jamii tunapaswa wote kuwa na mchango wa kutoa hizi elimu za kuwasaidia watu kuweza kutunza vitu vyao, vingine viwe na mipaka. Sio kila kitu chako kinatakiwa kila mtu akione. Vingine vibebe tu, baki navyo mwenyewe kwa faida yako, kwa sababu vinakupa furaha wewe na familia yako, inatosha. Sawa. Mtazamaji, sio kila kitu utapeleka kwa watu, vingine kaa navyo. Na hata kama ukisema umeshindwa kwa mtoto wako unayemlea mwenyewe, unafikiri nani atamweza? Yaani mpaka yeye awe na ridhaa yake. Ndio maana nasema ni kwamba mtu anamiliki maisha yake mwenyewe na hawezi kuyatoa bila yani yeye idhini yake yeye mwenyewe. Kwamba hiki ni cha kwangu,
ni privacy yangu, ni faragha yangu, sihitaji kumshirikisha mtu mwingine, ni yangu. Inaweza ikawa ni kwa hiari au wakati mwingine inatulazimisha kwamba hivi vitu vyako hata ukivitoa mwingine anasema hebu acha hivyo vibaki kuwa faragha ya kwako. Faragha inaweza ikafanana na siri. Yes. Inafanana na siri. Faragha ni kama siri. Kwamba hiki kitu kinanihusu mimi, hiki ni cha kwangu. Sitaki mtu mwingine akifahamu. Mpaka mimi mwenyewe nimeamua kwamba huyo mtu anaweza akifahamu. Watu watanijuaje? Yani kwamba ni lazima nijulikane kwamba mimi niko 1, niko 2, niko 3. Kwa hiyo wakati mwingine ni ndio hiyo kuto kujitambua tu. Kile kingine ndio hiyo kwamba mtu anataka labda sifa. Anataka sifa fulani kwamba watu labda wamuone kwamba yeye ana kitu fulani kizuri labda au yeye ni mzuri sana au kama juzi tena nimeona pia mitandaoni kuna vitu tena vinazunguka watu wanatongozana, wanarekodiana, wanarusha zile rekodi kwenye mitandao. Wakati mwingine mtu anataka publicity tu. Yani anatafuta namna ya umaarufu, yani kuonekana kwamba yeye yani suni kiki, sielewi kwamba vitu vitoke, yani labda yeye watu wamfuatilie, apate watu wamfahamu sana na nini. Kwa hiyo ni ukosefu wa ufahamu tu wa kujua kwamba hiki na hiki naweza nikakitoa, hakina athari, lakini hiki na hiki nikikitoa kinaweza kaa kina athari kubwa kwangu mimi, hata kwa jamii, hata kwa ndugu zangu, hata kwa familia kama hivyo.